أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-An'am aya ya 122, anasema awaman kana maitan, je, yule aliyekuwa maiti, mfu aliyekufa, fa ahyainahu, tukamfufua, waja'alna lahu nuran, na kisha tukamjalia nuru, yamshi bihi fi nnasi, akawa anatembea nayo nuru hiyo baina ya watu. Je, mtu huyo kaman mathaluhu fi dhulumat, atakuwa sawasawa na yule anayeishi katika kiza? Laysa bikharijin minha, na hawezi kutoka au hatoki katika kiza hicho. Kadhalik, vivyo hivyo, zuyina lilkafirina ma kanu ya'malun, wakanushaji wamepambiwa yale walokuwa wakiyafanya. Aya hii katika surati Al-An'am ina maana ya tashbihi, kufananisha ilmu na maarifa na mwanga. Mungu anasema au man kana maitan, maiti anayekusudiwa hapa ni mtu asiyekuwa na ilmu. Mungu anasema fa ahyainahu, tukamhuisha kwa ilmu, kisha waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, tukamjalia akawa na nuru, ile ilmu nuru, akawa anatembea nayo baina ya watu, anang'aa, anapendeza, watu wanamsogelea ili waone vitu, waone mambo, wapate mwanga. Huyu je, anafanana kama mathaluhu, na yule ambaye mfano wake fi dhulumat, katika kiza, laysa bikharijin minha, hawezi kutoka katika kiza kile, na wala haoni njia, haoni pa kwenda. Mungu anasema hivyo ndivyo ambavyo wakanushaji wamepambiwa vitendo vyao, maana wanaishi katika kiza lakini hawajui. Na ushahidi wa kwamba kuhuisha huku pamekusudiwa ilmu, kwamba hafanani mwenye ilmu na asiyekuwa na ilmu, kwa sababu mwenye ilmu yuko katika mwangaza na asiyekuwa na ilmu yuko katika kiza. Mwenye ilmu anaweza kupambanua mambo na kuona vitu, na mwenye ujahil haoni kilichokuwa mbele yake, hatimaye hayaoni maisha sahihi, anaweza kutumbukia katika shimo. Mfano wake ni vile Mungu anavyosema wallahu anzala minas samai ma'an, Mungu ameshusha katika mbingu, kutoka katika mawingu maji, fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha,
akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Ardhi kame isiyokuwa na maji, hata ukipanda chochote hakiwezi kumea. Lakini ardhi iliyopata maji ikapata uhai, ikipandwa chochote kinamea, kinastawi na kinapendeza. Na ndivyo ilivyokuwa kwa jamii yenye ilmu, hukua ikastawi na ikapendeza. Na jamii ambayo haina ilmu, umma ambao hauna ilmu, ni kama ardhi kame, hapawezi kustawi kitu. Hata ukapanda kitu hakimei, na kikimea hakiwezi kustawi. Hiyo ndio tofauti baina ya jamii iliyosoma na jamii ambayo haijasoma. Na al-Imamu Amirul Mu'minin alayhi afdalus salatu wassalam anasema, Allahumma salli ala Muhammad mal fadlu illa li ahli al-ilmi innahum, fadla na heshima na utukufu si wa mwingine ila wa watu wenye ilmu, kwa sababu innahum, kwa hakika wao, ala alhuda liman istahda adillah, wako juu ya uongofu. Na yoyote anayetaka uongofu, anayetaka ilmu, wao ni adillahu, watamtambulisha ilmu, watamfundisha. Ala alhuda liman istahda adillahu wa waznu kulli mri'in, na heshima ya kila mtu, ma kana yuhsinuhu, ni yale mazuri yalokuwa akiyafanya yanayotokana na ilmu na maarifa. Waljahiluna li ahli alilmi aadau, na majahil ni maadui kwa wale wenye ilmu, huwa ni maadui kuwafanyia uadui wenye ilmu. Ndipo Ibilisi alipofanya uadui kwa Adam alayhi salam, ndipo Banu Israil walipofanya uadui kwa Talut. Kisha Mungu, Imam Ali anasema, fafuz biilmin wala tajhal bihi abada, fuzu, faulu kupitia ilmu na wala usiwe mjinga wa ilmu kamwe. Wala tajhal bihi abada fannasu annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, watu wote mwafu ni maiti, lakini wenye ilmu wako hai. Hivi ndivyo ambavyo tunaingia katika darasa yetu, ambayo kwa mukhtasari tulianza kuzungumza kwamba kwa nini tuzungumze kuhusu ilmu. Tukasema kwa sababu ilmu ni chimbuko la utukufu na heshima ya mwanadamu. Lakini nukta ya pili ambayo tunaishi nayo sasa hivi, tumesema kwa sababu elimu ndio msingi wa kwanza wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja, maendeleo ya nchi, taifa, maendeleo ya umma. Na haya tumeyazungumza jana na juzi. Na katika hilo la kwamba elimu ndio msingi wa awali wa maendeleo ya mwanadamu, tumeanza nukta ya kwanza ambayo ni A. Tukasema kwanza kabisa kifalsafa, fikra ndio inayotangulia, wazo ndilo linalotangulia, elimu ndio inayotangulia, alafu vingine vinakuja baadaye, material yanakuja baadaye. Na hili linaitwa katika lugha ya wenzetu ni primus of the idea, kipaumbele cha wazo, primus of the idea, kwamba fikra na wazo, ilmu ndio inayotangulia, alafu masala ya material, mada na vitu vinakuja baadaye. Nukta hii tumeizungumza katika darasa yetu ya jana, lakini leo tunahamia katika nukta B, kuthibitisha kwamba ilmu ndio msingi wa kwanza kabisa wa maendeleo ya mwanadamu. Leo nukta B tunazungumza ukweli wa kihistoria unathibitisha hilo. Yaani ukienda kupekura historia, ukatizama maisha ya mwanadamu, maisha ya jamii mbalimbali, maisha ya staarabu mbalimbali, utagundua kwamba zile staarabu zilizotangulia zikawaongoza wengine, zilizokuwa ndo imamu wa wengine,
zilizokuwa ndio kibla cha wengine, siri kubwa ya wao kuwa mbele ilikuwa ni ilmu. Kwa historia inashuhudia hilo. Sasa wanadamu wameandika kuhusu wanadamu waliotangulia katika maendeleo, na wao wanaita staarabu. Utagundua kwamba kitu cha kwanza kilichowatofautisha na wenzao ni kwa sababu waliwatangulia wenzao katika elimu. Nataka tuelewane vizuri kwamba umma wa Kiislamu ulipoanza kupokea risala yake ya kwanza kabisa, ujumbe wa kwanza kutoka kwa mtume wao ulikuwa ni iqra, soma. Ni kwa sababu mahala pa kutokea ni kwenye ilmu, mahala pa kuongoza wengine ni kwenye ilmu. Na Waislamu walipoongoza dunia yote wakawa mbele, wengine wakawa nyuma yao, ni kwa sababu waliitanguliza elimu. Waislamu wa pwani huku kwetu, kuanzia kusini mwa Somalia mpaka Msumbiji, Sofala, ukanda wote huu, ukitoka Somalia ukashuka chini Barawa, ukaenda mpaka Lamu, ukashuka mpaka ukaingia Malindi, Mombasa, ukaenda ukaingia mpaka Tanga, ukaingia mpaka Pangani, Bagamoyo, ukaingia mpaka Dar es Salaam, ukatoka Dar es Salaam ukashuka chini pwani hii ya Rufiji, ukaenda mpaka Lindi, Mtwara, mpaka ukaingia Sofala, kilomita 1000 kadhaa, ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Walitangulia. Wakati huo tukizungumza wametangulia, chukulia mfano miaka 300 iliyopita. Mara moja ukaenda ukatupwa pale Singida ikarejeshwa miaka 300 nyuma iliyopita. Ni Singida tena. Miaka 300 iliyopita pale Moshi, Kilimanjaro pale mjini pale palikuwaje? Nenda vile vile Morogoro, nenda vile vile Dodoma. Lakini kulikuwa kuna watu walikuwa na majengo na miji miaka zaidi ya hiyo, sio miaka 300. Chukulia miaka 1000 takriban, chukua miaka 800 takriban, watu walikuwa na mji. Ndio leo hii yaliyotokea yakapindua mambo kama tutakavyoona, ikafikia mahala kuitwa Mswahili ni tusi, na mara nyingine msomi, kama tulivyoona hivi karibuni, msomi anahesabika ni msomi, na yeye anashabikia kumtukana mtu kupitia Uswahili, bila kujua kwamba unapomtukana mwenzako kwa sababu ni Mswahili na Mswahili ni mtu mshenzi, unashabikia matokeo ya Magharibi na malengo yao katika kumfikisha Mswahili hapo walipomfikisha, kwa sababu Mreno ndio alokuja kuvunja hiyo himaya na staarabu ya Waswahili. Sasa ninachotaka kusema nini? Hivi waliendelea wote hawa kwa sababu nyingine isiyokuwa elimu? Ukifikia wakati wake tutaona namna ambavyo watu wa kwanza waliojua kusoma na kuandika ukanda huu walikuwa ni hawa Waswahili. Lakini walikuwa na sayansi na walikuwa na teknolojia. Sayansi ikiambatana na teknolojia ndiyo iliyoleta maendeleo. Teknolojia ni matokeo ya sayansi. Nataka nilifafanue hili kabla hatujatoa mifano. Tunachokiona sasa hivi kwa wenzetu wa Magharibi, wanaitwa kwamba wametutangulia, ni kwa sababu ya sayansi iliyoambatana na teknolojia. Lakini teknolojia hii si kwamba haikwepo, bali ilikuwa duni zamani, bali imeendelea kukua tu. Sayansi inatambua kanuni, inagundua kanuni zilizokuwepo katika maumbile. Teknolojia ni chombo cha kutekeleza ile kanuni. Tutoe mfano. Kwa mfano, kanuni ya kifizikia, kasi ikiwa kubwa na uzito fulani wa kile kinachokwenda kasi
kikienda kugongana na kingine huleta mpasuko mkubwa au maafa. Umeelewana? Yani kwa mfano mimi ninatembea na gari kilomita 120, 160. Pakawepo na kijiwe kidogo nikakigonga kwenye kioo. Kile kioo kitakuwa vipi? Kitapasuka au kitatoa ufa. Na kitakachofanya kioo kile kipasuke ni vitu viwili: kasi na uzito wa kile kilichogonga. Kwa hivyo kikiwa kijiwe kidogo kitaleta maafa kwa kadiri ya kile kijiwe, lakini yatapatikana. Kwa hiyo jiwe dogo linaweza likatia ufa katika kile kioo, sio? Na kadri litakavyokuwa ni kubwa, lenye uzito zaidi, na mpasuko utakuwa mkubwa zaidi. Sasa hiyo ndio kazi ya sayansi, kugundua hiyo kanuni ya kasi na uzito. Tuko pamoja? Sasa mimi ambaye nimegundua, naitwa mwanasayansi, nataka nimwangamize mwanadamu, natengeneza silaha, bunduki au bastola, natengeneza uwezo wa kurusha kipande cha chuma kwa kasi ambacho nakiita risasi, sio? Kutokana na material yake, na najua tabia ya hayo material. Kisha nikikiweka pale na kutengeneza kile chombo kiweze kurusha kwa nguvu sana, maana yake nikimlenga shabaha kiumbe mwanadamu nitamwangamiza. Tuko pamoja? Sasa hiyo ni teknolojia, lakini ni zao la nini? La sayansi. Ina maana kama bastola yangu ina uwezo wa kurusha risasi mita 50, yule atakayekuwa mita 5 nikitaka kumpiga, na atakayekuwa mita 15, na atakayekuwa mita 45, ile risasi ikimpiga kila mmoja katika wale kwa wakati wake, matokeo yatakuwa tofauti, sio? Kwa nini yawe tofauti? Kwa sababu kasi kila inapokwenda inapungua. Yule atakutwa mita 45 atakutwa na kasi ambayo ishapungua, maafa yake atakuwa madogo na pengine hata isimjeruhi, Tuko pamoja? Lakini huyu alokuwa mita 10 naweza kumuua. Kwa ukienda kununua wewe bastola yako, hii inapiga mbali gani bwana? Atakwambia huyu unaweza kumpiga mtu hata mita 100 mathalan. Maana yake kasi yake mkubwa zaidi ya kurusha kile. Sasa tukisema watu walioendelea ni watu walotutangulia katika sayansi na teknolojia, tujue ni katika sayansi, teknolojia ni matokeo. Tuko pamoja? Sasa kuna teknolojia nyingi. Kuna marine technology, teknolojia ya baharini, kujua kanuni zinazotawala bahari na maji, kitu gani hakiwezi kuzama na kiwe na umbo gani kisizame. Kisha wanakwenda kutengeneza umbo la kitu ambacho kinaweza kukupitisha katika maji bila kuzama, sio? Vile vile mawimbi ya sauti yana tabia gani? Sasa unataka kutengeneza chombo cha mawasiliano, utakitengeneza na kasi ya kuweza kusafirisha, na kuwepo na sumaku ambayo inaweza kusaidia, na madini mengine yenye tabia ya kuweza kusafirisha mawimbi kwa kasi, ili nikisema halo bwana wa pili kule asikie, sio? Kwa hivyo sayansi imenisaidia kujua kanuni. Kanuni zile nikazitengenezea chombo ambacho kinaweza kuitekeleza kwa matakwa yangu. Hiyo inaitwa nini? Teknolojia. Tuko pamoja hivyo? Sasa katika hali kama hiyo, wa Misri wa zamani miaka 1000 kadhaa, wengine wanasema miaka 7,000 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa, walikuwa na teknolojia mbalimbali. Sayansi walikuwa nayo ili wafanye wagundue teknolojia katika kilimo, katika masala ya umwagiliaji, katika masala ya uvuvi, na mazingira yakawasaidia kutengeneza kalenda, kujua misimu ya mwaka ili waweze kuishi. Tuko pamoja? Lakini na wale waliotangulia zamani waliokuwa kule Iraq, baina ya mto Euphrates na mto Tigris, hapo katikati hapo binadamu waliendelea wa kwanza hapo,
wanaita Mesopotamia, yani ni mji au nchi zilizojengwa baina ya mito miwili. Pale palikuwa na staarabu nyingi, miongoni mwa hizo ni Wababeli, Babiloni, wakajenga miji hivi. Hili jengo linapojengwa halifati kanuni za kifizikia. Si watu huja na darubini zao wakapima wakanini wakahakikisha kwamba vyuma vikae hivi vikae vile, si ndio? Mpaka ulione jengo namna hii. Kwa hiyo ni ilmu, si ilmu, ni ilmu, ni mahesabu, ni calculations mpaka jengo likasimama hivi. Na mara nyingi wajenzi wanatizama vile vile ardhi na udongo ukoje. Kama ni eneo la mchanga, unapojenga gorofa zako lazima uhakikishe unafanya nini chini, kwa sababu ardhi ile ni ya kichanga. Kwa hiyo inawafanya mpaka wajue tabia ya udongo na sifa ya udongo. Umeelewana? Yani taaluma ya kusoma tabia za udongo, kuna aina mbalimbali. Hii ni black cotton soil, ina tabia hii, ikikauka inapasuka, kwa hivyo inaweza kuleta ufa katika jengo, sio? Kwa hiyo tufanyeje ili kuishinda hiyo tabia? Hiyo ndo sayansi, sio? Sasa nachotaka hapa kwa muhtasari, tutizame hapa tulipofikia sisi, mahala ambapo sisi tukitizama nchi za kimagharibi tunasema zimetutangulia. Tuzichukulie kama mfano wa kihistoria. Nchi za kimagharibi zimepitia hatua ngapi mpaka kufikia hapa? Mara nyingi watu wakiuliza maswali hapa wanasema mbona wenzetu wameendelea, si hatujaendelea? Na mara nyingi tunawajibu kwamba hapana, ni zamu yao kuendelea. Jana walikuwa hawajaendelea, walikuwa wengine. Na haina maana kwamba na nyie mkitaka kuendelea hamwezi. Mkifata kanuni na taratibu mtafikia walipofikia na pengine mkawapita. Sasa nchi za kimagharibi zimepitia katika hatua tatu kuu. Nataka tusikilizane vizuri ili tuelewe ushahidi wa kihistoria wa kwamba aliyetangulia kiilmu huwatangulia wenzake. Zimepitia katika hatua tatu kuu. Hatua ya kwanza ni zama zilizoitwa kwanza kiza. Waliishi katika zama zimeitwa zama za kiza. Maana yake ni kwamba viwango vya ilmu vilikuwa chini sana. Na nataka kwa vijana wetu, hasa wale wanaandika, wasikie msamiati unaotumika kuashiria zama hizo. Zinaitwa zama za kiza, kwa lugha ya Kiingereza dark ages, kwa lugha ya Kiarabu asru dhalami. Kiza kimefananishwa na ujinga na maisha yao namna yalivyokuwa. Ina maana kwamba walikuwa katika zama ambazo maradhi ni mengi, vita ni vingi, na watu walikuwa hawana hata thakafa ndogo ya afya tu. Na hili tumewahi kulisema mara kadhaa. Maradhi yalikuwa yanaua mara nyingine theluthi mbili ya wakazi wa eneo. Lakini sababu kubwa ilikuwa kutokufuata taratibu za afya. Watu hawaogi wala hawana thakafa ya kutumia maji kabisa. Kunuka binadamu ni jambo la kawaida, kama vile unavyomuona beberu wa mbuzi amepita ananuka. Ndio maisha walioishi hapa. Zimeitwa kama ni zama za kiza, na wengine wanaziita ni zama za kati zile. Sitaki tuende zaidi sana katika mambo ya kutaja miaka na tarehe, lakini zilikuwa wakati gani? Kwa wanafunzi msikie. Mwaka 476 baada ya kuzaliwa Nabii Isa, 476 mpaka mwaka 1300 hivi. Kipindi hiki ukizungumza Ulaya, watu wanaishi katika kiza cha kisawasawa. Nataka tuelewane kwamba katika zama za kiza ndio zama ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa. Mwaka 500 na akitumwa Mtume kule Madina, Maka, Ulaya inaishi katika dark ages, zama za kiza. Na ndio mara nyingi tunashindwa kuelewa zile sheria alizozileta Mtume. Tunataka kuzilinganisha na sasa hivi na macho ya kimagharibi. Lakini nataka uelewe kwamba Mtume alipomweka mwanamke pale,
Ulimwengu wakati ule ulikuwa umemweka mwanamke wapi katika hizo zama za kiza? Wafaransa wanakaa kikao mwaka 800 na 700 na 800 na katika zama za kiza, wanajadiliana kwamba mwanamke ni binadamu au ni kiumbe kilichoumbwa kwa ajili ya kumhudumia mwanaume. Ndio mjadala wa kikao. Kisha wanamaliza kikao kwa kuthibitisha ni mwanadamu. Lakini hicho kikao chenyewe kinachekesha. Kwa nini ajenda iwe namna hiyo? Utajua mwanamke aliwekwa wapi, sio? Sasa wakati huo anakuja Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ulaya iko katika dark ages, anasema kwamba wanawake ni shaqaiqur rijali, ni wenzao wanaume. Yani binadamu hawezi kuitwa mwanadamu kama hakuna mwanaume na mwanamke. Leo mnakuja kuzijadili sheria hizi, wakati zinaletwa nyie mlikuwa wapi? Mlikuwa katika hali gani? Ndio muhimu wa kuelewa historia hiyo. Sasa walikuwa katika kiza. Kuna mengi ya kusemwa ya ajabu katika zama hizo, lakini wakati wakiwa katika kiza hiki, katika miaka hii ndio miaka ambayo Waislamu vile vile wameingia kwao Spain. Maana mwaka 700 na Waislamu wakiingia kule Spain, Ulaya, na wasomi wa Kiislamu wakiwepo. Ulaya iko katika nini? Zama za kiza. Wakati huo Baghdadi pale Iraq ndio kuna chuo kikubwa, hakuna duniani kote chuo cha mfano hiyo, kinaitwa The House of Wisdom, Darul Hikma. Utaita ni university ya sasa hivi au nani, wewe mwenyewe utakavyotaka, ambapo katika hiyo university kubwa ndipo walipotoka watu kama kina Al-Khawarizmi, ambapo leo hii watu wengi wanatumia katika AI na mtandao algorithm, hawajui kwamba ni inarifaa jina la huyu bwana Al-Khawarizmi algorithm, akiwa ni mwanafunzi pale na akiwa ni mwalimu, na masala ya sayansi na mahesabu, aljebra na mengine yakiasisiwa pale, na wakitoka pale kwenda Ulaya kuifundisha, ikiwa katika nini? Dark ages, zama za kiza. Tuko pamoja? Kwa hiyo kipindi hiko kibla cha ilmu hakikuwa kwao. Wataalamu wa mambo ya tiba hawakuwa nao wao. Panasemekana kwamba Baghdadi wakati huo ina madaktari ambao wamezidi haja ya madaktari. Wanafanya exportation ya madaktari, wanapeleka mpaka Ulaya. Ndio tumemwambia mara nyingi, mkisikia majina makubwa ya Al-Qurtubi, tumesema mara nyingi Al-Qurtubi, ambao Al-Qurtubi ni wengi sana. Qurtubi kwetu wako wengi maulama, sio kwenye Qur'an, kwenye nini, lakini Qurtubi nini? Ni mji unaitwa Cordoba. Ngine wanasema Cordova, ambao ni mji katika miji ya Spain, ambapo hawa maulama wa Kiislamu Al-Qurtubi nisba yao ilikuwa ni kule Spain, yani wanasibishwa na Spain. Ibn Rushdi utamuona ukimsoma huko anaitwa Averroes, mpaka huwezi kumjua kama ni yeye. Alikuwa ni alim katika maulama wa Kiislamu, Waislamu wakiwa Ulaya, lakini ukisoma Averroes huwezi kujua kama ndo Ibn Rushdi. Kama ambavyo Ibn Sina Abyssinia, utajuaje kama ni Ibn Sina ukisoma Abyssinia? Sasa huu ndio ukweli wa kihistoria. Katika zama za kiza kule kwao, wengine walikuwa katika zama za mwangaza. Tuko pamoja? Sasa waliishi katika kipindi hicho. Nataka kuwaongezeni kwamba Kilwa State wengine wataiita ni sultanate, maana kila mmoja anataka kuwavalisha watu miwani ya kuona hicho kikoje. Mnajua wao wakizungumza habari hawazungumzi wataalamu wa kimagharibi walokiri kwamba sisi tumeamshwa na Waislamu. Hawasemi Waislamu, ni wachache wanasema Waarabu.
wanasema watu wa Baghdadi. Lakini hawa Waarabu wenyewe hawakuamka ila kupitia Uislamu, walikuwepo siku zote. Kilichowaamsha ni Uislamu. Na kwa taarifa yenu, walioingia Spain wakaichukua wala hawakuwa Waarabu, walikuwa Waislamu kutoka North Africa. Na ndio maana tukawaambia wakati fulani, Waafrika wa kaskazini wamewahi kutawala Ulaya. Alikuwa Mwafrika gani? Hilo ni jambo namba 2, lakini walikuwa Waafrika. Tuko pamoja? Sasa hawa walikuwa katika zama za kiza, maisha yao yenyewe yalikuwa yanatafsiri hicho kiza. Nataka kuongezeeni jambo. Kilwa ambayo ni utawala wa Waswahili katika ukanda wa Afrika Mashariki, umeanzishwa utawala ule, na ukawa una sarafu yake, na ukawa unafanya biashara za kimataifa, ukawa na mashua mbalimbali na kusafiri safari za mbali, ukafanya biashara na mashariki ya mbali, mashariki ya kati, na katika bara la Asia lote, yani nakusudia China, Indonesia. Yani mpaka sasa hivi kuna watu wenye asili ya China na Indonesia katika ukanda wetu wa pwani. Miaka hiyo kabla ya Uislamu, kisha Uislamu ukaweza kufungua maingiliano zaidi. Nataka kuambieni kwamba Kilwa state ile imeanzishwa wakati wazungu wako katika dark ages. Yani imeanzishwa dola ile wakati wazungu wako katika zama za kiza. Ni kweli Vasco da Gama amekuja kuivunja, lakini amekuja kuivunja lini? Karne ya 16 huko, mwaka 1400 na mwishoni, na 1500 na mwanzoni. Mwishoni mwa karne ya 15 na mwanzoni mwa karne ya 16, wakati tayari wametoka katika dark ages wale wazungu kule. Nadhani tuko pamoja. Nataka kusema hivi, kuna watu huku kwetu waliendelea kabla ya wazungu wengi, wakawa na biashara za kimataifa. Hiyo Zanzibar yenyewe iliendelea na kuwa na teknolojia kupita nchi nyingi za Ulaya. Majengo, hawa Waislamu wamekwenda kuintroduce ujenzi wa kisasa kule Spain. Mpaka leo hii wanaokwenda kutembelea maeneo ya turathi za namna taaluma ya ujenzi ilivyoletwa. Ukisoma vitabu ambavyo tutakuja kutoa mifano hapa, vya watu wa kwanza walioandika historia na wakaandika jiografia ya dunia, yani zile ramani na nini, wakaanza kuichora dunia kwamba hii dunia ikoje, kwani ni kina nani walioanza kuchora, utagundua kwamba kina Al-Mas'udi, Al-Idrisi, Ibn Battuta, watu wa kwanza kuanza kuchora ramani ya dunia, kwa sababu walisafiri kuliko mtu yoyote yule duniani. Wazungu katika zama za Wagiriki, miaka 500 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa, kuna mtu alitembea sana mpaka akapigiwa mifano, anaitwa Herodotus. Herodotus alitembea akaandika sana, watu wakaona kafika Afrika ya Kaskazini, kafika wapi, akaandika. Kisha kuna mtu anaitwa Marco Polo kwa wazungu, mpaka leo hii mabasi kuna kampuni inaitwa Marco Polo kwa sababu inasafirisha, naye alitembea akaandika habari. Lakini hakuna mtu alotembea kilomita nyingi na akaandika habari nyingi kama Ibn Battuta. Mpaka kwetu amekuja, mpaka Zanzibar ameingia, sio? Na yeye ni wa mwaka 1300 na kabla ya kina Marco Polo. Of course kina Herodotus walitangulia. Kina Al-Mas'udi ndio watu wa kwanza kuandika kuhusu habari za dunia na maeneo mbalimbali. Na hapa ili nisisahau jambo moja, Al-Mas'udi mwenye Muruji Dhahabi ndiye alothibitisha kwamba Christopher Columbus ambaye amekuja baadaye mwaka 1400 na mwishoni huko, hakuwa wa kwanza kuvuka bahari ya Atlantic, ambayo haikuitwa Atlantic Ocean wakati huo, ilikuwa inaitwa Baharu Dhulumat. Sasa sisi tunakuja kufundishwa leo kwamba
Mtu wa kwanza kuvuka bahari ile akaenda kutuambia kuna binadamu kule alikuwa ni fulani, Christopher Columbus. Na vimeandikwa vitabu vingi. Katika kile kitabu chetu cha uhalisia wa utandawazi tumetoa references ya vitabu vinavyothibitisha kwamba sio tu kuna watu waliowahi kuvuka vile, la, wa Afrika waliwahi kwenda mpaka kule na merikebu zaidi ya 200. Naye ni ndugu yake na Mansa Musa wa Mali, akiitwa Mansa Abu Bakr. Sasa haya ndio mambo ambayo tunataka tuyaone kwamba namna gani mambo yanaweza kupinduliwa. Ndio maana jana nikawaambia sikilizeni hii miaka vizuri. Tunasema mwaka 1700 na mwaka 1800 na ndio tunaambiwa hawa philosophers, lakini huku nyuma yake hatuambiwi, tunaelezwa katika kipindi hiko. Sasa kipindi cha kwanza tumekiita kinaitwaje cha wazungu? Zama za kiza, dark ages. Wameishi katika kiza wao umri mrefu sana, kiasi takriban miaka karibu 1000 wanaishi katika nini? Kiza. Mwaka 476 mpaka mwaka 1000 wakaenda mpaka 1300. Hapo ndo wanaanza kuamka. Na tukizungumza hivi tunazungumza kina al-Khawarizmi wapo, kina Ibn Nafisi wapo, kina Avicenna wapo. Wao wanaishi katika zama za kiza. Tuko pamoja? Sasa baada ya zama zile wakaingia katika kipindi cha pili. Kwa nyinyi mnaofahamu Kiarabu inaitwa Asrun Nahdhati, zama za mwamko, Renaissance period. Renaissance period, maana Renaissance ni rebirth, yani kuzaliwa upya, yani zama za kuzaliwa upya. Kwa nini wanasema kuzaliwa upya? Kwa sababu Ulaya zama za Kigiriki walikuwa wameendelea, sio? Wagiriki si walikuwa kabla ya kuzaliwa Nabii Isa? Walikuwa kabla ya Roman Empire, sio? Kwa hiyo waliendelea katika zama za Wagiriki. Ndugu zangu, Wagiriki ndio leo hii utaona msamiati mwingi wa kitaalamu unatoka kwao, Demokrasi toka zama zao zile. Mnawajua wale wana falsafa wakubwa, ilikuwa ni Greek, ilikuwa ni Athens, sio? Athens. Wakati ule walitangulia katika elimu, kisha wakatokomea. Nataka muelewe hili, muhimu sana. Hatuwezi kuelewa kwa tunapokwenda mpaka tuelewe hili vizuri. Kwa hivyo kabla ya kuzaliwa Nabii Isa, miaka kadhaa nyuma, kuna Wagiriki ambao waliendelea katika elimu, wakawa ni kibla cha walimwengu. Ndio tunasema ushahidi wa kihistoria, Na nyinyi mnafahamu watu wakubwa ma philosophers ni kina nani? Kuna wale watatu wanaitwa great philosophers, yani wanafalsafa wakubwa watatu. Nani? Socrates, Aristotle na mwalimu wake Plato, hao watatu. Lakini walikuwepo wengi kabla yao na baada yao, na hasa kabla yao walikuwa wengi sana, kina Protagoras na wengine. Sasa hawa mabwana ni kuanzia miaka 500, kwanza walianzia 600 kurudi nyuma mpaka mwaka 0. Sasa hayo tukiyafafanua itakuwa tabu sana kwamba historia inahesabiwa vipi. Yani kabla ya kuzaliwa Kristo miaka ina decrease, yani inapungua. Unaanza mwaka 600 mathalan, kisha unarudi chini mpaka mwaka 0 ndio kuzaliwa kwa Isa, kisha tuko mwaka 2000. Sasa tumetoka kwenye 600 tukarudi nyuma mpaka 0, tukaanza 1 2 mpaka sasa tuko 2026. Nahitaji kidogo kufundishwa. Wanafunzi wa historia huwa kwanza wanafundishwa namna ya kusoma miaka, Sasa hawa mabwana walitangulia katika elimu, na sitaki kutaja aina philosophers walokwepo, ili ni swala jingine, pengine lije katika maswali. Na ndio utaona kwamba walizunguka dunia na kuitawala dunia yote. Walifika mpaka Afrika. Si mnamjua mtu anaitwa Alexander? Wanamuita Alexander the Great. Baadhi wamejaribu kufasiri kwamba baadhi ya aya za Qur'an zinamhusu huyu. Huyu bwana amefika mpaka Misri, na Misri mpaka mji alofikia uliitwa ni Alexandria mpaka leo, jina lake. Na amekufa mwaka 323 baada ya kuzaliwa Nabii Isa, au kabla ya kuzaliwa Nabii Isa?
kabla ya kuzaliwa Nabii Isa. Asante, nataka tuelewane. Nabii Isa hajazaliwa miaka 300 na yeye ndo amekufa, na amekufa karibu na mwalimu wake. Mwalimu wake alikuwa Aristotle, wamepishana takriban mwaka mmoja. Amekufa kijana na miaka 30 lakini aliweza kupambana, katawala sehemu nyingi, na ananasibishwa na Wagiriki, lakini yeye hakuwa Mgiriki, alikuwa ametoka Macedonia. Lakini kwa sababu Greek ndio ilikuwa kibla cha ilmu, ikatajika zaidi kuliko Macedonia. Hoja yangu hapa nini? Wagiriki walikuwa kibla cha walimwengu kwa sababu ya ilmu. Waliendelea kwa sababu ya ilmu, aliweza kuipiga Persian akaitawala, ambao ndio eneo la Iran sasa hivi, sio? Na wao wana historia ndefu sana. Sasa hawa walikuwa watu wa Ulaya. Ulaya baada ya hapo iliingia katika zama za nini? Za kiza. Ndio maana zama namba 2 zinaitwa ni zama za kuzaliwa upya. Tumeelewana sasa? Kwa sababu zamani si walikuwa mbele wakatoweka, sasa wanazaliwa upya, ndio Renaissance period, mwamko mpya. Hiki ni kipindi walichokipitia wenzetu hao tunawaona leo hii, wameendelea sana. Katika zama hizi ambazo zilianza mwaka 1300 mpaka 1600 takriban, katika kipindi hiki tuelewane, kilikwenda mpaka kikakutana na kipindi kidogo ambacho sijakikusudia hicho. Vipindi ni vitatu, lakini hapa kuna kipindi kidogo tukitaje ambacho ni muhimu sana. Ilikwenda mpaka ukingo wake ni wapi? Kipindi cha mapinduzi ya kisayansi, scientific revolution, mapinduzi ya kielimu. Wameweza kuendelea katika teknolojia ya baharini, ndio wakaanza kusafiri, ndio kina Vasco da Gama wakaja huku kwetu, kina Christopher Columbus wakaenda kule. Sasa wanaanza kutoka na wao duniani, kuishangaa dunia. Na naweza mkashangaa kwamba kilichowaleta huku ni nini? Unajua kilichowaleta ni nini? Kitu cha ajabu sana. Kitu kikubwa walichokuwa wanakiendea mbio ni biashara kubwa ya kimataifa ya viungo vya vyakula, pilipili na hivi vingine mnavyojua, kina tangawizi, kina mdalasini, kina nini, vilikuwa ni issue kimataifa. Na mahala ambapo panazalishwa sana ni wapi? Ni India. Kwa hiyo wanaitafuta India. Hawajaweza kupitia kule kwa vipi? Kwa sababu kuna Ottoman Empire na mapambano ni makubwa. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kuzunguka, sio? Waweze kwenda India. Tuko pamoja jamani? Sasa mnatakiwa mkaiangalie ramani ya dunia ikoje, mkajue Uturuki iko wapi, na watu wa Ulaya wangepitia Uturuki, ilikuwa ni njia rahisi. Kwa nini hawakupitia kwenda maeneo waliokuwa wanakusudia? Ikabidi wapitie huku kwetu mpaka wapite South Africa, wapande hivi, wanaitafuta India. Kwa nini? Tuko pamoja? Ni kwa sababu kule Uturuki palikuwa hapapitiki. Kuna dola ya Kiislamu inaitwa Ottoman Empire. Hii mnayoonyeshwa michezo yake ya kuigiza sasa hivi, ilikuwa dola yenye nguvu kubwa, inapambana na Ulaya. Wanataka wazunguke kule wafike huko. Lakini wakifika huku kuna miji iliyoendelea hawakutarajia. Wakifika huku wanakuta pale Kilwa, mji mkubwa, wana pesa zao, wana uchumi wao, wanafanya biashara na hiyo India, na wanafanya biashara na China, wanafanya biashara na Mashariki ya Kati. Wana majengo ya kisasa. Tamaa ya kutaka kutawala pale ikawa mkubwa, kwamba mbona hapa pana vya kuchukua, mbona kuna vitu vyenye thamani, kwa nini tusianzie hapa? Ndio asili ya kwenda sasa hivi. Mkienda kule Mombasa kuna Fort Jesus, ngome ya Yesu, na hili pia linatakiwa lipigiwe mstari, kwa sababu ile ngome ya Yesu hawakuwa wanampenda Yesu kiasi hicho, kwa sababu Yesu hajaamrisha mauaji, sio? Ni lugha iliyotumika katika kuwapiga watu sindano ya ganzi ili wafikie katika malengo. Na hili lilitumika kwa Christopher Columbus vile vile, kwa sababu Wahindi wekundu walimpokea Christopher Columbus kule katika bara la Amerika kwa shangwe, wakijua kwamba amekuja na dini, lakini kumbe alikuwa muuaji, akawaua. Na kitu ambacho hamfundishwi katika shule zetu
ni kwamba Christopher Columbus sio mtu mwenye heshima hivyo anavyotajwa. Alifanya mauaji makubwa kwa aibu aliyoiona Isabella, malkia wa Spain, ikabidi atiwe ndani, afungwe mpaka alipoomba msamaha na kuombewa akaja kuachiwa baadaye, lakini alifungwa yule. Hakuwa mtu mwenye heshima kwa sababu alichukua takriban watumwa 500 akawapakiza katika merikebu akawapeleka, akaambiwa warudishe pia, utatutia aibu sisi kanisa. Haya ndio mambo ambayo tukizungumza elimu tunataka kuyasema, kwa sababu kilichokuwa mezani tunachokula katika maarifa na ilmu sicho kilichotokea hasa. Wale watukufu waliotengenezwa mbele yetu wakatengenezewa masanamu hawakuwa na utukufu wowote. Nataka tumalizie hapa ili tuendelee katika darasa ijayo. Nataka kusema kwamba hiyo heshima waliokuwa nao hao walioendelea, hatufundishi kwamba maendeleo yao yalitokana na unyang'anyi na uporaji ndio yakawafikisha hapo. Tunatakiwa sisi na sisi tupambane, tuendelee kama wao. Kama tunatakiwa tuendelee kama wao, maana yake tuibe kama wao, tunyang'anye kama wao, sio? Maana yake wao waliendelea kupitia unyang'anyi na wizi, sio? Wakati huo super power alikuwa ni Mreno na Mspain. Wamefanya nini duniani katika kupora mpaka wakawa vile? Na sasa hivi hawa wanaitwa ni super powers, wanafanya nini ku maintain position yao, na wamefikaje pale? Hivi ndivyo ilivyokuwa, ndivyo dunia inavyopelekwa. Sisi tumekomea katika hatua ya pili hii ambayo ni zama za mwamko, zama za kuzaliwa upya, sio mwamko, kuzaliwa upya kwa nchi za kimagharibi. Tutakomea hapa. Nasallallahu al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.